Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudi ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Watakaowakilisha wakati wa kuweka udongo ni maaskofu wakuu, kardinali, balozi wa Baba Mtakatifu Tanzania, Baba Wilbrod Kibozi, msimamizi wa kitume Kondoa, Dr. Philip Mipango na mkuu wa wilaya ya Kondoa. Tutakuwa na mwakilishi. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Hawa nao tangaza na pia ndio watakaoweka mashada. Pia tunamkaribisha Dr. Chobo, Father Ndaga, Sister Florida kutoka TC pamoja na wasista waliounguza kutoka Mtakatifu Jema Galgani. Mwakilishi kutoka Sauti Rukwa na familia itakuwa dada yake. Kwaya kwa wimbo wakati tendo hilo linafanyika. Kiongozi wa chama Protest Kardinali Rugambwa tayari wamekwisha weka udongo katika kaburi na kufuatiwa na baadhi ya maaskofu wakiongozwa na msimamizi wa kitume wa Jimbo Katoliki la Kondoa Mhashamu Wilbrod Kibozi na mapadri, lakini wakati unamuona pia kamilika na wakati kaburi inafunikwa sasa, ili basi baada ya hapo mashada ya maua
Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani mafupi na ya kwamba hatujui itakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi, aliyekomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Sasa utafuata utaratibu wa kuweka mashada. Shada la kwanza litawekwa na Mhagama Protas Kardinali Rugambwa.